tunakwenda mbele za Bwana kwa ufupi, tukajifunze neno na kisha tukamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Wale ambao walikuwepo siku chache zimepita, tulikuwa tunaendelea kushirikishana au kujifunza kitu kinachoitwa ishara za utakatifu. Ishara za utakatifu. Tunajifunza kwamba wote tunaelewa kwamba hakuna mtu ambaye atamwona Mungu pasipo utakatifu. Pasipo utakatifu. Hakuna mtu atakutana na Yesu, hakuna mtu atakutana na Mungu pasipo utakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu ameshajitambulisha kwamba ni mtakatifu na ameahidi kwamba atakutana na watakatifu. Sema amina kwa jina la Yesu. Tukasema ni muhimu sana kuelewa nini maana ya utakatifu. Tunajuaje kwamba mimi ni mtakatifu? Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema bila utakatifu hatuwezi tukamkaribia, hatuwezi tukaujenga ushirika wetu na Mungu pasipo utakatifu. Hebu sema amina. Ni jambo ambalo halipingiki kwangu na kwako. Ndio maana usione ajabu Mungu kukuita mtakatifu, lakini lazima ujithibitishie ya kwamba Mungu kuniita mtakatifu ndivyo nilivyo mimi ni mtakatifu. Sema amina kwa jina la hai. Ndivyo ilivyo, ya kwamba nijithibitishe ya kwamba kweli mimi ni mtakatifu. Lakini uwezi ukajijua wewe ni mtakatifu isipokuwa umejua utakatifu maana yake ni nini. Lakini pia ukajua ishara za utakatifu. Sema amina kwa jina la Yesu. Na utakatifu hatujitafuti wenyewe. Biblia inasema kwa kumwamini yeye aliye mtakatifu na kwa kumtii, kwa kusikia sauti yake na kufanya sawasawa na maagizo yake, ndivyo utakatifu wake unatuambukiza. Kwa nini? Kwa sababu kwa njia hiyo ya kumwamini yeye anakuwa ndani yetu, yeye aliye mtakatifu anaanza kuzaa matunda ya utakatifu kutoka ndani yetu. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sema tena amina kwa jina la hai. Mungu anatamani tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Anasema katika neno lake, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Yeye Mungu ni mtakatifu na anatutaka sisi pia tuwe watakatifu. Na maandiko yanasema kabisa ya kwamba asiye na utakatifu huyo sio wa Mungu, hana ushirika na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu utakatifu unakuja kwa njia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akija ndani yetu ndiye hutakasa maisha yetu, hutuongoza katika ukamilifu na utakatifu wake. Na asiye na Roho wa Mungu ndani yake huyo sio wa nani? Wa Mungu. Sema amina kwa jina la Yesu. Na bahati mbaya ni kwamba mtu asiye na Roho wa Mungu hawezi akayapokea mambo ya Mungu. Hamjui Mungu wala hawezi kumtambua Mungu wala kumpokea Mungu. Sema amina kwa jina la Yesu. Hai kabisa. Watu wengi ambao walikuwa hawajampokea Roho wa Mungu ndani yao walikuwa wakibeza sana mambo ya Mungu, akiwemo na Paulo. Kabla hajageuzwa na Roho Mtakatifu alikuwa ni adui wa Mungu, alikuwa ni mpinzani wa mambo ya Mungu. Kama vile ambavyo unaweza ukaona leo watu wengi ambao hawajapata neema ya kumpa nafasi Roho Mtakatifu ndani mwao ni maadui wa msalaba. Sema amen. Ni maadui wa maisha yetu ya wokovu, ni maadui wa maisha yetu ya utakatifu, ni maadui wa maisha yetu ya uchaji. Kwa hiyo ni muhimu mimi na wewe kuwa mtakatifu. Hebu sema amina. Tulianza kwa kuangalia ya kwamba yako maandiko Mungu alituongoza katika maandiko yafuatayo. Kabla sijaenda kipengele kidogo ambacho tunakwenda kukipitia, tunaona maandiko kadha wa kadha ambayo yanatutaka sisi kuwa watakatifu. Mfano kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 14, maandiko yanasema hivi:
kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kama yeye aliyeniita alivyo mtakatifu, kama yeye aliyekuita wewe alivyo mtakatifu, ndivyo mimi pia imenipasa kuwa mtakatifu, halikadhalika wewe imekupasa kuwa mtakatifu. Hebu sema amina. Utakatifu kwetu ni wa muhimu na ni wa lazima. Kwa nini? Kwa sababu pasipo uwe mtakatifu hatuwezi kumwona Mungu. Katika kitabu cha Waebrania, Bwana Yesu asifiwe, Waebrania 12 ule mstari wa 14 anasema hivi: tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu. Kumbe kadiri tunavyotafuta kuwa na amani, ndivyo tunahitaji kutafuta utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa na huo utakatifu. Mimi siwezi nikamwona Mungu pasipo utakatifu. Wewe huwezi kumwona Mungu pasipo utakatifu. Kwa hiyo utakatifu kwetu ni kitu cha maana sana na ni cha lazima kwenye maisha yetu. Wewe kuitwa mtakatifu sio ni ajabu. Sema amina. Wako watu ambao wamemkana Kristo, wanasema huwezi kuitwa mtakatifu duniani. Huwezi mtu akawa mtakatifu. Mwenye mwili na nyama anayeishi hapa duniani hawezi kuwa mtakatifu. Hawa wamemkana Yesu dhahiri. Kwa nini? Kwa sababu wanapingana na neno la Bwana. Mungu anawatambua watakatifu. Ukisoma katika Zaburi anasema watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora na hao ndio ninaopendezwa nao. Mungu anawatambua watakatifu walioko duniani. Sema amen. Tena anasema hao ndio walio bora. Mimi sijui walio ni bora kuliko wa mbinguni, sielewi. Inawezekana kwa sababu mbinguni hakuna dhambi, hakuna shetani, hakuna upinzani huko mbinguni. Kwa hiyo duniani, ukiona mtu duniani amekuwa ni mtakatifu, maana yake amepigana, maana yake amejikana, amejitahidi, ameshindana na mengi na ameshinda. Hebu sema amina kwa jina la mpaka akapata tuzo ya kuwa mtakatifu, maana yake amepigana kweli kweli. Na ndio kinachomfanya mtu awe bora. Mtakatifu wa duniani awe bora kuliko yule aliyeko mbinguni. Maana aliyeko mbinguni hajakutana na upinzani wowote, hajakutana na vita yoyote, hajakutana na uchafu wowote. Maandiko yanasema hamjashindana na dhambi hata kumwaga damu. Huku duniani ili mtu awe mtakatifu, kuna wakati mwingine inamlazimu kumwaga damu. Hebu sema amina kwa Yesu. Kumwaga damu namna gani? Na ndio maana tunaona mitume waliotutangulia walishindana na dhambi hata kumwaga damu. Maana shindana dhambi ilijaribu kuwavuta ili wamtende Mungu dhambi, wamkane Mungu, wamkosane na Mungu, lakini wakawa tayari hata kumwaga damu zao, lakini wakalinda nafasi yao ya kuwa watakatifu mbele za Mungu aliye hai. Sema mimi na wateule wa Mungu aliye hai. Utakatifu kwetu ni wa lazima. Mungu wetu ni mtakatifu. Mbinguni ni patakatifu. Ndio maana nasema hakuna kichafu chochote kitakachofika mbinguni. Tukishindwa kufundishana na kujua maana ya utakatifu, maana yake tumeikana mbingu. Sasa mimi na wewe ni muhimu kujua nini maana ya utakatifu. Wale waliokuwepo siku za nyuma tulisema mambo kadha wa kadha. Acha nipite haraka haraka alafu nikakulete kwenye kiini cha siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema ziko ishara za mtu kuwa mtakatifu. Si katika hali ya kujisifu kama mimi mtakatifu bwana, unajua mimi mtakatifu lakini kuna watu watasema huyu ni mtakatifu, huyu ni mtu wa Mungu, huyu ni mcha Mungu. Watu wenyewe tu. Hata kama na wewe ukizijua hizi ishara utajisifu nafsini mwako kwamba katika siku ya leo nimekuwa mtakatifu. Maana mtakatifu unaweza kama mtakatifu ni sali moja iliyopita, alafu ni sali nyingine na mbele ukawa mchafu, Mungu asikutambue tena. Na ndio maana mtakatifu unatuzwa, unalindwa,
unatunzwa utakatifu. Utakatifu ni kitu ambacho kinaweza kikawepo na kinaweza kikatoweka. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Lakini kuna namna ambayo ukijitambua utajijua sasa nimeishi katika utakatifu. Na hapo ndipo ambapo watu wanakuwa na ujasiri kwamba hata kama ningekufa leo nina uhakika wa kuikanyaga mbingu. Nini? Ishara imeonekana ndani yako ya kwamba sasa niko salama. Tukasema jambo la kwanza au ishara ya kwanza ni mtu kuwa na amani na watu wote. Katika kitabu cha Waebrania 12 pale tumeona msingi wote, anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Maana yake nini? Haijalishi uko katikati ya wapagani, mtu uliyeokoka, uliyefanyika kiumbe kipya, lazima uwe na amani na watu wote. Nikasema kwamba sio kwa sababu hawakutendei mabaya, sio kwa sababu wanakutendea mema kila wakati. Hebu waza, akina Petro na akina Paulo na Sila walikuwa na amani katikati ya watu waliowatupa gerezani, katikati ya watu waliowapiga, katikati ya watu waliowapeza, wakiwatukana, lakini wakawa na amani pamoja nao. Hebu tunaona kina Petro mpaka wako kule gerezani, ikatokea Mungu akawatendea muujiza. Yule mlinzi ambaye alikuwa na walinda, manake waendelee kupata magumu ya huko ndani ya gerezani, waendelee kukutana na ugumu wa huko, lakini walipopata neema ya kutolewa na Mungu pale, ghafla walipokutana na yule mlinzi ambaye alikuwa na walinda wasitoke, ghafla wakajikuta wana amani pamoja naye, mpaka anaogopa, anatetemeka. Wakasema, ndugu yangu usiogope, sisi tuko salama. Anasema, nitendeje ndugu zangu? Anasema, huyu Yesu aliyefungua milango, fungua moyo wako aingie ndani yako ili akufanye kama tulivyo sisi. Hawakusema wewe ulikuwa unatulinda, hawakumchukia, walikuwa na amani pamoja naye. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Tunasoma maandiko yanasema hivi, tafuteni kuwa na amani na watu wote na ule utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Amani kwa mtu aliyeokoka ni ishara ya kwamba sasa sahihi wewe ni mtakatifu, sahihi unaishi katika utakatifu. Ukijigundua kwamba una amani na kila mtu, una amani na wapagani, una amani na waliookoka, una amani na mpendwa mwenzako, una amani naye. Kuwa na amani maanake huna uchungu wote moyoni mwako, hauna kikwazo chochote moyoni mwako, hauna neno lolote moyoni mwako, hauna kitu ambacho kinaweza kikavunja uhusiano wenu katikati yenu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Amani. Hebu sema amani na watu wote. 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 Yani ina maana hata aliyekutandika kwa fimbo. Lakini sikiliza niwaambie watumishi wa Mungu, iko tofauti. Unaposikia maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Ina maana kwamba yako mambo ambayo watu wanafikiri ni machungu yanawapata watu wa ulimwengu, watu wa Mungu hayapendi mpaka ndani. Sema amen. Mtu anaweza akakutukana, lile tusi lisipenye ndani moyo wako. Mtu anaweza akakupiga fimbo ikaumiza mwili wa nje, lakini nafsi yako ikawa salama, isipate maumivu yoyote, isipate shida yoyote wala majeraha yoyote. Kwa nini? Kwa sababu ingekuwa maumivu yangekuwa yanampata Yesu akiwa ingekuwa yanaipata nafsi yake akiwa pale msalabani, asingesema wasamehe. Hebu waza akina Stefano wanapigwa mawe, sikiliza, ni kweli mwili wa nje ulikuwa unaonekana unaumia, unapata shida, lakini nafsi zao za ndani zilikuwa salama, na ndizo zilikuwa na uwezo wa kusema wasamehe, hawajui walitendalo. Mtu wa ndani akiwa salama, haijalishi huko ulicho ni mtaharibiwa namna gani, lakini yule wa ndani akiwa salama, amani itaendelea kuwepo. Hebu sema amina kwa chanzo la hayo. Ndio maana chamana ni mtu wa ndani. Huyu mtu wa ndani Yesu anasema msiogope hao waweza kuua mwili wasiweze kuua roho. Maana yake nini? Kuna nyakati, ndio maana maandiko yanasema muwe kielelezo hata katika mapigo. Yaani mjipatie sifa njema hata katika mapigo. Ndio maana kuna watu wanapigwa kwa ajili ya Yesu, wanafungwa kwa ajili ya Yesu, wanatendewa kila ubaya kwa ajili ya Yesu, lakini mioyo yao haikati tamaa juu ya Bwana. Kesho utaona naimba nasema Yesu ni Bwana, utaona naenda ibadani, utaona naenda kufunga, utaona naenda kutoka, anatumika nini? Ana amani juu ya Mungu,
wake, anaangalia amani iliyoko ndani ya kilindi cha moyo wake. Hebu sema amen. Na haya ndio maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Yaani vile mtu anakuwa salama ndani ya moyo wake katika ya shida na taabu na matatizo, yeye haangalie hayo, anamtazama Kristo aliyeleta amani ndani ya moyo wake. Hebu sema amen. Na tukasema kwamba hiyo haitokei ni mpaka mtu afike viwango vya kumjua Mungu, kumwelewa Mungu ni nani. Kwa sababu ukimwelewa Mungu hutamlalamikia mtu, hutamlalamikia mtu, alafu utajua kwamba lolote ambalo linakupata halikupati kwa bahati mbaya, linakupata pamoja na Bwana. Na ndio maana Biblia inasema Ayubu alipokuwa akipitia magumu, akipitia magonjwa, akipitia mauti ya watoto wake na mifugo, hakunena neno lolote baya, hakumnung'unikia Mungu wala kumtamka lolote baya. Kwa nini? Kwa sababu alifika viwango vya kumjua Mungu, na ndio maana Mungu akasema mcha Mungu ambaye hakuna mtu kama yeye duniani. Mungu anatamani mtu mmoja Nemba, mtu mmoja Kabindi Mugando, mtu mmoja Tanzania. Mungu anatambua kwamba hakuna mtu kama huyo. Unapita kwenye shida kama wengine, kwenye tabu kama wengine, kwenye magonjwa kama wengine, kwenye matatizo kama wengine, lakini akitazama naona moyo wako haukati tamaa juu ya Mungu. Hauwezi kurudi nyuma, hauwezi kuacha utumishi, hauwezi kuacha wokovu. Unasimama, unazidi kupiga mbio katika yeye. Hebu sema amina kwa jina la haya. Jamani, semeni amina kwa jina la haya. Sio jambo la kawaida. Mungu anatazama duniani kote, anasema sijaona mtu mchaji kama Ayubu. Hebu waza, Ayubu alipita kwenye magonjwa, alipita kwenye shida, alipita kwenye matatizo, alipita kwenye dhiki nyingi. Watu walimbeza, rafiki zake walimtupa, wakamwacha, walimshaki, wakamshawishi alikaa na Mungu. Hata mtu wa karibu, mke wake, alijaribu kumshawishi kwa maneno mbalimbali ili amwache Mungu, lakini bado Ayubu alitunza utakatifu. Alitunza akasema, je, imekwaje tuyapate maneno tu na mabaya yampate nani? Huo ni moyo wa mtu mtakatifu. Hiyo ni sauti, ni kauli, ni maneno ya mtu anayemjua Mungu. Alikuwa na amani hata katika udhaifu. Hakumnung'unikia mtu yeyote, hakumnung'unikia mtu yeyote katika ugonjwa wake, katika udhaifu wake. Biblia inasema alipokuwa akipitia katika mauti za watoto na mifugo, walikuwa wanakuja, hata sema imebaki tu mimi kukupa taarifa, watoto wamekufa, mifugo wamekufa. Hakujaribu kukaa kusema labda wewe ndio chanzo, labda ilikuwa kwache, hebu eleza vizuri. Alikuwa akipokea taarifa ile pasipo shida yoyote, pasipo tabu yoyote, pasipo kiulizo chochote. Mtu wa namna ile Mungu anatamani amuone Nemba, amuone katikati yetu, mtu ambaye mbingu zinasema kwa kweli huyu ni mcha Mungu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Na tukajifunza maneno sema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujulia. Sema amina kwa jina la Yesu. Ishara mojawapo ya kwamba mtu huyu ni mtakatifu ni mtu asiyegeuzwa na mazingira yoyote na kitu chochote. Na ndio maana maandiko yanasema ni kitu gani kitotutenga na upendo wa Kristo. Mtakatifu atengwi na chochote. Hawezi kumwacha Mungu kwa sababu yoyote ile. Hawezi kaacha utumishi kwa sababu yoyote ile. Hawezi kaacha kutembea na Mungu kwa sababu yoyote. Hawezi kaacha kumtumikia Mungu kwa sababu yoyote. Ukifikiri nadanganya, hebu waza kina Petro. Muda mchache tu wametoka kuwatandika vimo, wamewapiga wakawatisha, alafu wanazidi kuwatisha, wanasema hatutaki tena mhubiri kwa jina huu. Wanasema hadharani, hawaogopi kwamba wanaweza katurudia tena mapigo, wanaweza katurudia tena watutandike, lakini hawaoni shida. Wanasema, je, ni halali kwamba tuache kumhubiri Kristo, tuache kutekeleza agizo la Kristo kwa kuogopa nyinyi, kwa kuwatii nyinyi? Hawakujali kwamba inawezekana wakabadilika tena, wakaanza viboko juu yetu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Ukiona unakatakata tamaa kwa sababu ya mapito yako, bado hujafikia viwango vya utakatifu ambavyo Mungu analitaka, unavunjika moyo, unatamani kuacha, ghafla mali inatoweka, ghafla
ghafla unajikuta uwezi kuendelea tena. Hujafikia viwango vya kumtafuta, viwango vya utakatifu vya kimbingu ambavyo Mungu anavitaka. Sema amina kwa Yesu. Nikamwambia waliokuwa hapo wakati ule kwamba ukiona sasa kwamba wewe, amina, saa ikipita una amani, saa ikipita masaa mawili, siku nzima, wiki la kwanza, la pili, mwezi, mwaka, una amani na watu wote, jihesabu kwamba wewe ni mtakatifu. Na saa hiyo Mungu akija wakati huo, mbingu ni za kwako. Sema amina kwa Yesu. Kwa nini amani? Amani ni ishara ya kwamba usikii hukumu yoyote ndani ya moyo wako. Kwa maana maandiko yanasema hivi, mioyo yenu isipowahukumu mna ujasiri. Unasukalia machozi, lakini sio machozi ya uchungu, ni machozi ya furaha yanayodhihirisha upendo wa Mungu ndani yako. Ni machozi ambayo hayana uchungu wote ndani yake. Amen. Ishara mojawapo tukasema ni kuwa na amani. Mtakatifu yeyote lazima awe na amani muda wote. Haijalishi mapito anayopitia, maneno, viaka, matusi, vifungo, kila chochote. Anapita kwenye nyakati ngumu, anapita kwenye njaa. Hebu waza, Paulo anasema hivi, mimi nimekuwa radhi na hali zote. Nimekuwa radhi na hali zote. Ninajua kushiba, ninajua kuona njaa. Ninajua kuwa navyo vingi na kuwa navyo vichache. Katika mazingira hayo yote sibabaishi, sipati shida, sioni tabu, siwezi nikarudi nyuma, siwezi nikachoka katika utumishi. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Na kwa taarifa yako, hakuna mtu yeyote aliyeokoka kikamilifu ambaye maisha yake yatanyoka kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwa nini? Yakiwa hivyo, hautamwona Mungu na hautamfaa Kristo. Hebu angalia watumishi mbalimbali waliompendeza Mungu. Kuna nyakati ngumu sana zilitokea mbele yao, lakini hata hapo walimtumaini Mungu. Hebu waza akina Danieli, tumesoma habari za Danieli mpaka Mungu anasema naye, anamjulisha kwa habari ya majira ambayo yaliamuliwa yatokee, lakini amepita kwenye shida nyingi, kwenye matatizo mengi, kwenye sisi. Ilifika mahali wakamlazimisha kuabudu nini? Sanamu. Hebu sema amen. Wakamlazimisha kuabudu miungu mingine, lakini akasimama na Mungu, hakuogopa na alikuwa na amani. Biblia inasema kwamba alijua kabisa kuna watu wamemtongelea, wamemsema vibaya, wamemsemea, wamemshtaki kwa mfalme, lakini hatuoni kwamba anafanya vikao nao, anashindana nao, anauliza ni nani aliyenifanyia haya, ni nani aliyenifanyia haya. Alijua mpaka mfalme anasema, Danieli, Mungu wako atakuokoa. Unajua kuna watu wanaweza kujifanya sio wacha Mungu, wanaweza kujifanya hawajui lolote, lakini wanawajua watakatifu wa Mungu. Iko siku atasema Mungu wako atakuokoa, Mungu wako atakuponya, Mungu wako atakurudisha tena. Hebu sema amina kwa Yesu hai. Hebu waza, mpaka mfalme anasema Mungu wako aweza kukuokoa. Alikuwa anajua wale simba walioko kule wana njaa sio ya kawaida. Mtu asiye na Mungu hawezi kuokolewa kutoka kwenye makana ya simba, lakini mfalme anasema Mungu wako aweza kukuokoa. Hebu sema amina kwa Yesu hai. Na nataka nikwambie mtu wa Mungu, mtakatifu anapopita kwenye dhiki, kwenye tabu, hata kama anafanyiwa na watu, usije ukadhani wale wanaokufanywa hayo wana amani mioyoni mwao. Hebu waza, mfalme usiku kucha usingizi ukamepaa, anawaza wokovu wa Danieli. Kuna wakati watu hawatalala usingizi kwa ajili yako. Kwa nje wanashangilia, kwa nje wanabeza, kwa nje wanatukana, lakini usingizi utawapaa. Watashiriki sababu pamoja na wewe, wakisubiri wokovu wako, wakisubiri Mungu wako akuokoe. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Semeni amina kwa jina la Yesu. Sio jambo la kawaida, sio jambo la kawaida. Mfalme aliweka tumaini la wokovu juu ya Danieli. Nazungumza kwa habari ya ishara ya amani. Sikiliza, usijitie moyo. Hebu waza, mimi na wewe, siku ikitokea sijawa na amani moyoni, kila kitu huwa kinakwama. Hebu sema amen. Na ndio maana nataka nikwambie, ukitaka usifanikiwe kwenye maisha yako, ukitaka mema sikutokee, hebu zoelea
kuwa na uchungu moyoni mwako, kuwa na hasira moyoni mwako, kuwa na vitu moyoni mwako, yaani kuwa na uchungu moyoni mwako. Lolote utakalolifanya haliwezi kufanikiwa. Utajaribu kufanya hili, haliwezi kwenda. Kwa nini? Maandiko yameweka bayana ya kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote, ndipo mema yatakapokujilia. Hebu sema amina. Mtu aliye na amani, lolote anaweza akafanya likaleta matokeo, likawa baraka kwake. Lakini maandiko yanasema hapana amani kwa wabaya. Hapana amani kwa nini? Kwa wabaya. Usije ukamtia moyo mbaya, usije ukamfariji mbaya. Utamfariji kwa maneno ya nje, lakini hajapona huko ndani. Uchungu utakuwa pale pale, huzuni utakuwa pale pale. Maana amani ndani ya mtu inaletwa na Mungu, na ili Mungu akupe amani ni kutegemea kiasi gani moyo wako ni safi, moyo wako ni mweupe, moyo wako hauna hila, moyo wako hauna mchafu. Ndipo Mungu atamimina maji yatakaa. Ndio maana nasema huwezi ukasema kidaka kipya katika vazi kuu.